Kama umeishiwa na nguvu ya maombi, hauwezi kuomba kabisa, au ukiomba tu kidogo unachoka, fanya mambo haya makubwa matatu nitakayokuambia siku ya leo, na utakapoyafanya na kuhakikishia nguvu ya maombi itarejea mara moja. Sasa jambo la kwanza, anza kwa Zaburi. Hata kama huna maneno yako, utachukua ile Zaburi ya 51, utaanza kuisoma kwa sauti. Zaburi ile ni zaburi ya utakaso, zaburi ile ni zaburi ya toba. Yani hata kama hauna maneno ya kuyasema, utakaposoma Zaburi ile ya 51 kwa sauti, itakuwa ni sawa sana kuomba toba moja kwa moja mbele za Mungu. Utakapokuwa unasoma Zaburi ile ya 51 kwa sauti, utaanza kuona kuna wepesi ndani yako unaanza kuingia, na ghafla utajikuta umeanza kuomba bila hata wewe mwenyewe kujua umeanzaje kuomba. Jambo la pili kufanya, badilisha mazingira ya maombi. Kitabu cha Marko sura ya 1 mstari wa 35 kinasema, hata alfajiri na mapema sana aliondoka, akatoka akaenda mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Hata Yesu mwenyewe alikuwa na tabia ya kubadilisha mazingira ya kuomba, kwa sababu huenda kinachokuzuia siku ya leo usiweze kuomba ni mazingira ambayo upo. Mazingira ambayo upo ni mazito, mazingira ambayo upo yamefungwa. Utakapobadilisha mazingira, utaanza kusikia wepesi katika kuomba, na ndio maana kuna muda ukiwa kanisani unaweza kuomba vizuri zaidi, lakini ukiwa nyumbani hauwezi kuomba kabisa. Jambo la tatu la kufanya, soma Zaburi ya 63 kwa sauti kubwa, kwa sababu Zaburi ya 63 ni zaburi inayoalika uwepo wa Mungu pale ulipo. Utakapoanza kusoma Zaburi ya 63 kwa sauti, utaanza kuona kuna bubujiko limeanza kuja ndani yako, ile nguvu ya kuomba ndani yako itarejea, na nakuhakikishia utakapofanya mambo hayo matatu ambayo nimekwambia siku ya leo, nguvu ya maombi itarudi mara moja na utaanza kuomba kama kawaida.